Raila Odinga, mwanasiasa ambaye ameipambania taifa la Kenya kwa miaka na mikaka, mhusika mkuu katika mageuzi ya utawala katika Jamhuri ya Kenya. Nazungumzia mhusika mkuu ambaye amepambana kadri uwezo wake kutafuta namna ya kuongoza taifa, akiwania urais mara 5, mwaka 1997, mwaka 2007, mwaka 2013, 2017 na mwaka 2022. Tunamuita Enigma. Ameaga dunia. Bwana Odinga amekwepo nje ya nchi na alikwenda nchini India kutafuta ama kupata matibabu kwa kile ambacho familia inasema kwamba ilikuwa ni fursa kwake kuweza kupata uangalizi wa kimatibabu, lakini zaidi ya yote kuweza kupata vipimo zaidi. Na baada ya muda unaweza kuona kwamba taarifa zimefika leo hii kwamba ameaga dunia, na ni kutokana na ugonjwa ule wa mshtuko wa moyo. Odinga amekwepo kwa muda mrefu. Wapo waliompenda na wapo ambao kwa hakika walihisi kumwona kuwa adui, ila waliompenda ni wengi zaidi kutokana na kile alichofanya kwa faida ya Jamhuri ya Kenya. Kisa na maana ni kwamba aling'ang'ana hata hivyo kupatikana kwa katiba mpya akiwa na wenzake, na hapa tunaanza mwaka 1982 ambapo alikamatwa na utawala wa wakati huo, kwa maana Daniel Arap Moi kwa tetesi za majaribio ya mapinduzi ya kijeshi kipindi hiko, na ni kitu ambacho mwenyewe alitoka na kusema kwamba lengo lao ilikuwa ni kunyoosha nchi kwa njia iliyo imara, kwamba ipatikane katiba mpya ambapo wataruhusu hata hivyo, ama serikali itaruhusu ujio wa vyama vingi vya kisiasa kwa ajili ya kufanikisha masala ya demokrasia katika Jamhuri ya Kenya. Na jambo jingine ni kwamba wapo wengi ambao wali shirikiana naye. Nazungumzia kina Gitobu Imanyara, anazungumzia alikuwepo marehemu Wanyona, ni baadhi tu ya watu ambao walikuwepo. Naona Reverend Timothy Njoya kipindi hiko, nakumbuka Njoya kwa kile alichokipitia wakati ambapo utawala wa Moi ulikuwa ni uongozi ama utawala wa kiimla. Moi alitawala kwa mkono wa chuma wakati huo. Wengi walifungwa, wengi walipoteza maisha. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo rahisi, na mwaka 1990, 91, 92 tukawa na mabadiliko, kipengee cha section 2A ikibatilishwa hata hivyo na kuruhusu Kenya sasa kuwa ni taifa la vyama vingi, na historia ni ndefu mno. Tunaona kuanzia pale pia vile vile kuendelea taratibu za kufanya mageuzi kiasi cha haja ipatikane vizuri, ili walau kile ambacho tunaita huduma za serikali ifikie wananchi kwenye maeneo yao kwa njia rahisi. Manake zamani ikulu iligeuzwa kuwa ni eneo la watu wachache, na ilibidi labda pengine viongozi kutoka maeneo mbalimbali wajipendekeze mbele ya rais. Walikuwa ni miungu watu wale kipindiko, mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya. Unaona wakati huo, yani serikali ama rais alikuwa na nguvu nyingi kupitiliza. Kwa hiyo ikawa bado ni taratibu zile za kutafuta mchakato wa kutafuta katiba mpya ili kubadilisha mfumo wa utawala ama uongozi katika Jamhuri ya Kenya. Na kufikia mwaka 2002 akaungana na wapambanaji wengine wakiwemo kijana wa Malwa, Charity Ngilu, na mzungumzia Mwai Kibaki, wanapokwenda pale katika uwanja ama bustani ya Uhuru, akisema Kibaki tosha. Mwaka 2002 Kibaki akiwania urais na kushinda rasmi, akiwa anaridhi mikoba ya mzee Moi. Bado mapambano yakaendelea, manake lengo kuu ilikuwa ni kupatikana kwa katiba mpya, na bado jamaa walipoingia wakasusia ama wakagoma tena kuendelea na mchakato mzima wa kutafuta katiba mpya. Nakumbuka hata Njoya akisema tulichokuwa tukitafuta tumepata tayari, kwa nini tuendelee kuvurugana kila wakati? Lakini Raila akawakumbusha lengo ilikuwa ni kupata katiba mpya. Hapa usiseme kwamba mmepata kile mlichokuwa mkitafuta kwa sababu mmoja wenyu ameingia ikulu, lakini
Je, atakapoondoka na mwingine ashike hatamu za uongozi, hali itakuwaje? Safari ikaendelea, mvutano, vita vikuu vikishuhudiwa mwaka 2007 ambapo Kibaki alishindwa hadharani na wakafanya njama zao hapa na pale, akaapishwa usiku. Nakumbuka jaji alikuwa anaitwa nani, Gishuru huyu ama nani, iwapo sijakosea, unaona, wakamwapisha rakaraka. Martha Karua wakati huo alikuwepo, akafanikisha hapa na pale kwa mbinde zao. Rais Ruto ambaye yupo kwa sasa alikuwa ni mshirika na mwandani mkubwa wa bwana Odinga wakati huo, na baadhi ya wahusika wengi ambao kwa sasa pia vile vile wapo serikalini wakisukuma gurudumu hilo kwamba tunataka haki katika taratibu za kufanikisha kwamba aliyeshinda uchaguzi wa mwaka 2007 atangazwe. Lakini kwa njama zao Kibaki akatangazwa, vurugu ikatokea, mwisho Kofi Annan wakaja sasa kwa ajili ya kufanikisha kupatikana kwa utulivu katika Jamhuri ya Kenya. Na baada ya hapo hali ikawa ngumu, tukamwona bwana jaji mstaafu Kriegler kutoka Afrika Kusini kwa ushirikiano na hayati Benjamin William Mkapa pamoja na Jakaya Mrisho Kikwete wakitumwa nchini Kenya kwa ajili ya kuleta utulivu, na hatimaye tukapata mwafaka, na ndio ilichangia pakubwa katika kusukuma kwa Kenya kupata katiba mpya ili walau tuwe na magatuzi mbalimbali, huduma zifikie wananchi katika njia inayofaa, na zaidi ya yote pia vile vile tuwe na utawala ambao una uafadhali. Na ndio sababu unaweza kuona magatuzi yamepatikana, na wakati mmoja basi mwaka 2007 waziri mkuu ndiye aitwa waziri mkuu baada ya uchaguzi huo, mvutano hapa na pale, ule tuseme kwamba MOU ukafanikishwa kuundwa kwa kupatikana kwa kipengele ambacho ilimfanya Raila Odinga kuwa waziri mkuu. Na baada ya hapo sasa mwishowe tukapata katiba mpya, katiba ambayo tunaitumia mpaka sasa. Kwa hiyo amekuwa na safari ndefu, kufungwa takriban miaka 6, 7, 8 na utawala wa bwana Moi. Tunazungumzia mapambano yake dhidi ya Kibaki, wanakosana, mwisho anampea mkono kwa ajili ya kufanya kazi pamoja. Vivyo hivyo dhidi ya Uhuru Kenyatta mwaka 2017, vivyo hivyo dhidi ya Mheshimiwa Ruto mwaka 2022, na mpaka wakati ambapo Gen Z walipoamka na wakora wengine ambao pia vile vile walikuwepo wakitafuta namna kujaribu kufanya mapinduzi wakati huo, ikawa sasa ni Kenya ipo katika mazingira magumu kweli kweli. Gen Z walikuwa wanaandamana kutokana na kile ambacho walidai kwamba Ruto anatawala kwa mkono wa chuma, ufichi ilikuwa ni ukweli. Ruto aliingia na ubabe zaidi na kujiona kwamba alikuwa yeye ndio suluhisho wa kila kitu katika Jamhuri ya Kenya, na sasa mbinu zake za utawala kidogo ikafanya gharama maisha kuwa magumu, na mswada wa fedha ambao kwa hakika ulikuwa unaletwa huenda pengine ungefanya maisha kuwa magumu zaidi, na ikawa sasa ni maandamano hapa na pale. Lakini sasa katika mchakato huo Ruto akabana kiasi cha haja, kutokana na kuzidiwa, basi akasalimu amri na baadhi ya viongozi serikalini wakatimuliwa. Ingawaje sasa katika kufanya mageuzi katika baraza la mawaziri, Ruto pia vile vile akajaribu kuleta baadhi ya watu kutoka katika chama cha ODM ambayo inaongozwa na bwana Mheshimiwa Raila Odinga wakati huo, na kuwafanya kwa mawaziri John Mbadi, akiwemo pia vile vile Wycliffe Ambatha Oparanya, na pia vile vile akapewa nani mwingine huyu, Ali Hassan Joho na kadhalika. Kwa hiyo ndio sasa mpaka leo hii bado wanaendelea, lakini kubwa zaidi alileta utulivu ambao ulitakiwa kuwepo, akiambiwa iwapo mngependa hata hivyo kufanya mageuzi katika utawala wa nchi, ni vema hata hivyo kutumia kile ambacho tunaita utaratibu wa kisheria, kwa maana kile ambacho sheria imenakiliwa kwenye sheria, labda kupitia uchaguzi mkuu ama chochote inapotokea na rais bila shaka tangaze kuwa hayupo, kwa maana kupoteza maisha ama afya yake haipo vizuri, basi inakuwa mabadiliko serikalini inashuhudiwa. Yote 9, 10 ni kwamba mengi yametokea katika enzi ya utawala wake akiwa na ODM. Amekuwepo katika vyama mbalimbali, amekuwepo ndani ya Ford Kenya akaondoka kutokana na mvurugano. Wakati huo akajiunga akabuni chama inayoitwa NDP,
Baada ya NDP akaunda LDP, LDP akaungana na KANU, tena akaja wakaingia katika chama kile cha NAK. Baada ya hapo wakapambana vile vile, akaunda ODM, na ODM majuzi tu wiki iliyopita imesherehekea miaka 20 tangu kuasisiwa. Kwa hiyo wakati wanasherehekea miaka 20 ya ODM, Raila Odinga alikuwa nje ya nchi akiendelea kupata matibabu nchini India kwa ajili ya kuweza kuona iwapo kwa vyote vile hali yake ingekuwaje, lakini taarifa ndizo hizo kwamba ameaga dunia, na bila shaka akiwa na miaka 80. Alizaliwa mwaka 1945 wakati ambapo dunia ilikuwa inashuhudia vita vikuu vya pili vya dunia. Januari 7 mwaka 1945 ni mwanawe makamu wa rais wa kwanza katika Jamhuri ya Kenya, Jaramogi Ajuma Oginga Odinga, na ni mjukuu wa 13 wa Nabongo Wanga. Kwa hiyo kitovu haswa cha asili yake ni magharibi ya Kenya, maeneo ya Matungu kule Mumias. Lakini wakati ule miaka ya nyuma, unajua kulikuwa na immigration, wakahama na uzao wake ama jamii yake, mababu zake wakahamia maeneo ya Bondo, sehemu inayoitwa Sakwa, ikiwa ni Sakwa Bondo, kule ndiko haswa atakapumzishwa ama kuzikwa. Kwa hiyo Ruto amesafiri, ameingia kwa kumpa salamu za pole Mama Aida Odinga katika makao yake maeneo ya Karen jijini Nairobi. Tunaona Mheshimiwa Musalia Mudavadi pia vile vile yupo, na viongozi wengine wengi wakiwemo wabunge na wakuu serikalini. Kwa hiyo salamu za pole zinazidi kutumwa kwa ndugu jamaa na marafiki na watu wa Kenya. Rafiki mkubwa sana huyu wa viongozi wengi barani Afrika, na hata hayati John Pombe Magufuli. Kuna wakati alitumwa nchini Ivory Coast wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa ajili ya kusawazisha ama kutuliza ama kufanikisha swala la upatanisho kati ya Laurent Gbagbo na Alassane Ouattara, na baada ya kufika pale akasema njia ya kipekee kwa utulivu kupatikana ni Ouattara kuondolewa kwa lazima, na ndio sababu utulivu kapatikana katika taifa la Ivory Coast ambayo hapo jana imeikung'uta Harambee Stars magoli 3-0 katika changamoto ama michuano ya kutafuta nafasi ya kufuzu michuano ya dimba la dunia mwaka ujao itakayofanyika katika mataifa ya Marekani, Canada na Mexico. Kwa hiyo tunasubiri taarifa ya Mheshimiwa Ruto pamoja na familia ya Bwana Odinga, manake itakuwa ni state funeral, msiba wa kitaifa, na hadi ambapo atakapopumzishwa basi itakuwa tunaelewa mengi ambayo kwa hakika yatakuwa ya kijiri. Keep it Bonga Tube, zidi kufuatilia Bonga Tube, tutakuwa tunakupa mengi kuhusiana na historia ya Bwana Odinga, nini hatima ya ODM, manake sasa unaambiwa mti mkuu unapoanguka ndege, wana wa ndege huwa mashakani, wana wa ndege huyumba. Je, itakuwa je katika taratibu hizo? Nani atakayechukua usukani sasa wa kuwa kingpin Waluo Nyanza, na labda pengine kufuata nyao za Odinga? Nite Bonga Boli Michael Were Mhusia, siku zote ndani ya Bonga Tube Media na Habari 254. Subscribe and follow.